La kwanza kihistoria, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mnamo tarehe 11 Oktoba mwaka 1969 alifanya ziara ya kihistoria hivi hivi kama Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ziara hii inafanyika baada ya miaka 57 ambao ni umri wangu kamili, umri wangu mimi. Mwaka ule mimi ndo nimezaliwa, na mwaka huu nimebahatika kwenda na rais wa pili wa Tanzania. Hilo naomba lizingatiwe. Na wakati huo hiyo disparity ya Cold War ilikuwa kubwa zaidi. Kwa wenye mvimvi kama hizo walikuwa mwaka 1969 watakuwa na umri kidogo wa kufahamu kuliko sisi tulikuwa hatujazaliwa. Watakuwa wanajua disparity ya Cold War ilipokuweko. Lakini despite of all, katika hotuba Mwalimu Nyerere alitoa hotuba ya non-aligned movement mjini Leningrad, naitwa Leningrad. Leningrad ndo hii St. Peters tulokwenda juzi. Zamani wakati wa Soviet Union ilikuwa inaitwa Leningrad. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alianzia Moscow akaishia Leningrad, vile vile kama Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo naomba historia hiyo ikumbukwe, na yeye alikwenda wakati mgumu zaidi kuliko wakati tuliokuwa nao sisi. Sasa hivi Cold War is over, ni mambo ya hapa na pale tu, vitu vidogo vidogo, vikwazo vidogo vidogo. La pili, ziara ya Mwalimu ilijikita vile vile katika kupokelewa, lakini ilijikita vile vile katika kutembelea chuo kikuu cha Patrice Lumumba, sasa hivi ndio hii Rudin, na kule Leningrad alitembelea baadhi ya maeneo makubwa na ya kihistoria, na malengo ya ziara yake ilikuwa maeneo matatu hivyo hivyo: uchumi, siasa ya dunia na kuelezea position ya Tanzania. Sasa katika historia ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliyojirudia, na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa sehemu ya historia hiyo, maana kuweko hapa ni kuwa sehemu ya historia hiyo. Nimekwenda ziara kadhaa na Mheshimiwa Rais, lakini naomba ndugu zangu waandishi wa habari nikiri mbele yenu na nithibitishe mbele yenu, ziara ambayo imeleta mtikisiko wa kidunia, si wa Tanzania tu, sio wenu nyetu hapa tunaotoka Mbagala ama Kijichi, lakini ulioleta mtikisiko wa kidunia ni ziara hii ya Urusi ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kwa nini imeleta mtikisiko? Kwa sababu mtikisiko positively, sio negative. Msije mkageuza, maana mengine huwa yanageuzwa, lakini mtikisiko positive kwa mambo matatu, nayo hapo nitatoa. La kwanza kabisa, imefanyika wakati mwafaka ambapo Urusi inatanua uchumi wake na focus yake kwenye bara la Afrika. Tukumbuke dunia nzima ina watu bilioni 7.5 dunia nzima. Mrusi anafanya biashara na mahusiano na watu bilioni 6. Bilioni 1.5 ndo walimwekea vikwazo katika dunia nzima. Sio, mnanielewa? Sitaki kutaja nchi, lakini Asia nzima anafanya kazi nayo. Vikwazo anavyo maeneo mawili tu. South America nzima ndo ile BRICS mnaizungumza nye kila siku, na target yake ni bara zima la Afrika. Ana mahusiano mema, akifanya ule mkutano wa Russia Africa ambao na mimi nilibahatika kwenda, ulikuwa pale mjini Cairo. Nchi zote za Afrika zilikuweko katika mkutano wa Russia Africa, na hii ni mara ya 3 Tanzania inaalikwa, na tulificha vizuri sana. Nadhani mtakuwa mmeniona wakati ule nimekutana na Mheshimiwa Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya nje, na tukafanya mazungumzo ya uwili. Kwa hiyo Afrika nzima ina bilioni 1.2. Kwa hiyo tunaingia katika lile fungu la bilioni 6. Ana mahusiano na kila nchi, hakuna nchi alikuwa hana mahusiano nayo barani Afrika, ya kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia. Na nikwambie ni pia idadi ya mabalozi barani Afrika iko kubwa sana Moscow. Wale watakaokuwa wamekwenda Moscow watakuwa wamemwona balozi wetu Frederick Kibuta, kwa sababu mimi najikita kwenye mahusiano. Hilo ni muhimu nieleze. Katika nchi iliyokuwa na idadi kubwa ya mabalozi barani Afrika, Urusi
inaongoza. Hiyo ni indication maalum. Kiandika haya mambo kwenye diplomasia, haya ni muhimu kuzingatia. Kwa hiyo nimetaka kuelezeni hilo kwamba huu mtikisiko umekuja very positively. La pili, Urusi anaangalia Afrika kwenye maeneo manne makuu: kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, kama gateway ama njia zake za kuingia. Na katika mkakati Tanzania ni moja hapo, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee iliyokuwa na gateway ya kuingia Afrika Mashariki kupitia mkataba wetu wa Afrika Mashariki nchi 7 na kuingia kwenye SADC kupitia nchi 16 za SADC. Kwa hiyo ukichukua 16 na zile 7 almost una access ya nchi 22 hadi 23, ukitoa Tanzania 22. Kwa hiyo si ni linkage, na mnajua nyote makao makuu ya Afrika Mashariki yako hapa. Kwa hiyo sisi ni target kubwa sana ya kiuchumi na eneo hilo. Baada ya kutoa maelezo hayo ya kimahusiano, kihistoria tuko nao vizuri sana. Kiuchumi wameeleza yote, na hapa wana ubalozi wao. La pili, Kiswahili kinafundishwa katika vyuo vikuu vyao 4 hivi sasa, wanatoa degree. Tumekutana na Warusi, hawa watajua, waandishi wa habari walikwenda Urusi watakupeni ushahidi baadaye. Wanazungumza Kiswahili, hawajawahi hata siku moja kufika Tanzania. Tumekutana na Warusi wanaozungumza Kiswahili cha mtaani, hawajawahi kufika hata siku moja Tanzania. Vyuo vikuu vyao 4 vinatoa degree ya Kiswahili, na ndio maana Mheshimiwa Rais ametoa agizo chuo chetu kikuu cha Dodoma kianze kufundisha degree ya Kirusi, kwa sababu tutakuja kupitwa. Wakija hapa sisi hatujui. Hapa mpaka sasa hivi ni Russian Cultural Center iliyokuwa kwa hapo karibu na Aga Khan Hospital ndio inayofundisha kozi ndogo ndogo za Kirusi. Kwa hiyo na sisi tunatarajia kuanza kujifundisha lugha hiyo ili kufikia soko kubwa zaidi. Na katika hili la lugha ya Kiswahili nimshukuru sana na nimpongeze sana rais wetu. Amebadilisha tune ya mkutano mzima kunyanyua hadhi ya lugha ya Kiswahili, kwa sababu alitumia lugha ya Kiswahili. Tunampongeza sana, tunamshukuru sana, kwa sababu kama hatukubeba sisi bendera ya Kiswahili, na makao makuu ya Kiswahili yako hapa, nadhani mnajua Afrika Mashariki Jumuiya, makao makuu ya Kiswahili yako hapa. SADC, makao makuu ya Kiswahili. Hata barani Afrika sisi ndio tunajulikana, na katibu mtendaji wa Kiswahili barani Afrika yuko hapa, na imeshakuwa lugha ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo nimshukuru sana Mheshimiwa Rais. Hata katika vikao vya ndani Mheshimiwa Vladimir Putin amepiga Kirusi chake, na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amepiga Kiswahili chake. Na hii imeashiria kwamba Kiswahili sasa imefikia yale malengo yaliyowekwa na UNESCO kwa lugha ya kimataifa. Kwa hiyo tuendelee na sisi kujivunia kwa lugha yetu. Na bahati nzuri pale sisi tulikuwa na mkalimani ambaye pia anaongea Kirusi, na watoto kadhaa ambao watoto wetu ama vijana wetu kadhaa wako wakiwa wanasoma lugha, na nyingi miongoni mwa degree zao wanakuwa wanasomesha lugha yao kwanza, mwaka wa kwanza, kabla hujaingia ile degree yako halisia. Eneo la tatu ninalotaka kusema, nyanja ya elimu wametaja waheshimiwa wote. Urusi ina elimu ya kisasa ambayo inashindana na nchi nyingi duniani zilizoendelea. Naomba nikwambieni ndugu zangu, zamani sisi tulikuwa na notion kwamba mtu akisoma Urusi akirudi anakuwa hivyo anavyokuwa. Tulikuwa na notion hiyo. Mimi walimu wangu walionisomesha wote, wote sekondari pamoja na chuo kikuu walisoma Urusi wakati ule, na wanazungumza Kirusi fluent. Mkitaka baadaye nitakutambulisheni kwa walimu wangu walionisomesha, na mpaka leo wanazungumza Kirusi fluent. Lakini mambo yao yalikuwa wakati huo kidogo tofauti kwenye imani, kwenye hivi. Sasa hivi mabadiliko makubwa yameshatokea. Degree wanazotoa wao baadhi yake zinashindana hata na mataifa yaliyoendelea. Na Mheshimiwa Rais mmeona katika kile chuo kikuu kimeanzishwa mwaka 1938 kilichomkabidhi degree, ni chuo ambacho kinajulikana sana duniani na kimetoa viongozi wengi barani Afrika ambao kimemtunukia shahada maalum.
Chuo kile wanasema degree yake inajulikana dunia nzima, kwa sababu hata hayo mataifa yaliyoendelea vijana wao na wanafunzi wao wapo pale, na tumeona mataifa mbalimbali ikiwemo Middle East nzima inapeleka. Middle East nikisema najua mnadhani mnafahamu, Mashariki ya Kati wanapeleka pale kusomesha, na mnaelewa maendeleo yanayoendelea Middle East. Na mmoja katika mapokezi alikuwa kavaa kabisa ki Middle East kumpokea Mheshimiwa Rais pale, kwa sababu kulikuwa na kila mataifa yamewakilishwa kwa kivazi chao kwenye chuo kikuu. Lakini kubwa zaidi, kwa upande wa serikali tumeomba nafasi takriban 500 kila mwaka, zitaongezeka Mungu akitujalia. Tunaendelea mimi kampeni ya kuongeza idadi hiyo, lakini naomba niseme pia kupitia kwenu kwamba wana fursa ya degree kule unaipata kwa $5,000 tuition kwa mwaka, ambayo ni rahisi kuliko ukanda wa nchi zilizoendelea. Kwa hiyo ni fursa kwa mtu binafsi pia anataka kumsomesha mtoto wake kumpeleka. Kuna vyuo vikuu kadhaa wameshatupa nyaraka zao, na hizi nyaraka zao tutaziwasilisha kwenu kupitia kwa mkurugenzi wetu mawasiliano Mindi Kasiga, nitampatia mimi. Wamenipa brochures na prospectus ili wananchi wa kawaida wajue wanaotaka kuchukua fursa hiyo. Alikuwa kakosa scholarship program au mwenye uwezo wake wa kumlipia mtoto wake ama ndugu yake, ama ameshachangishana kwenye familia, mko tayari, mnaweza kutumia fursa hiyo. Hilo nimetaka kulieleza kwenu. Lakini eneo la mwisho mbali ya mafanikio yote na yanamgusa kila rika katika nchi, kwa sababu kila rika amefaidika. Kijana amefaidika, mtoto wa kike, mtoto wa kiume, kila jinsia amefaidika, kwa sababu kuna scholarship program. Mfanya biashara amefaidika. Ukienda kwenye sekta ya afya, pharmaceutical, kujenga viwanda vipya vya madawa, chanjo. Mkulima amefaidika, mbolea. Mfugaji amefaidika, chanjo za wanyama. Wameeleza. Kwa hiyo kila mmoja katika jamii yetu katika hii ziara ya Urusi amefaidika. Hakuna hata mmoja alioachwa. Hata wale waliokuwa na mahitaji maalum pia wamefaidika. Yako mambo yao ambayo tumekuwa discuss. Lakini moja kubwa sana ambalo sikuwa nalijua, Mheshimiwa Rais alialikwa kutembelea kampuni moja inaitwa Marathon. Marathon tukiambiwa manake mtu anakwenda mbio, lakini hiyo kampuni haihusiani kabisa na mbio. Marathon wana outlet za supermarket 36,000. Ngapi? 36,000 supermarket nchi nzima ya Urusi alotaja mheshimiwa. Square kilomita milioni 17, wana 36,000 outlet. Nimekwenda mimi pale, sijui chochote, niko blank, niko zero. Kufika pale nimekwenda na mimi ndio ulikuwepo nani mwingine alikuwepo? Huyu bibi nilikwenda naye. Na huyu ndo wa kwenu huyu wa kwenu huyu. Maana yeye ndo sekta ya habari kutoka Wizara ya Mambo ya Nje, ndo linkage yenu. Baadaye atakupeni, ana picha, ana mambo chungu zima hiyo kampuni. Katika kila supermarket kuna shelf moja limeandikwa Tanzania, products of Tanzania. Hii mimi nimekaa nchi mbalimbali duniani, nimefanya kazi nchi mbalimbali duniani, nimepelekwa kama balozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sikuwahi kuliona hata parachichi, baadhi ya nchi sikuwahi hata kuliona parachichi moja kutoka Tanzania. Nimeona tu parachichi limeandikwa, lakini jina la nchi jirani sitaki kuitaja. Sikuwahi. Hapa tumeona korosho za Tanzania, tumeona juice za Tanzania, tumeona matunda ya Tanzania, tumeona parachichi la Tanzania, tumeona avocado oil, mafuta ya maparachichi Tanzania, tumeona kila product ya Tanzania katika shelf hii ipo. Malalamiko yao kwamba hivi sasa tunanunua kupitia kwa madalali au watu wa kati. Tungependa kuwa na mahusiano moja kwa moja na Watanzania tukanunua product zao. Sijui mnanielewa? Huwa tunakutana na nyinyi kwenye maonesho mbalimbali, kina mama wanaweka product zao mbalimbali na kadhalika. Na maisha, hata budget ikisoma kule watu wanalalamika masoko. Wao wanalalamika, wanataka kulijua soko letu ili waje kununua. Kwa hiyo ni fursa kwa kila anayezalisha hata mafuta ya nywele, hata mafuta ya nazi, hata yale ya kujipaka yenye spice, hata masaji. Wanataka kila product mnayojua nyinyi
kwa ajili ya kujaza mashelfu hayo 36,000 kwa kuanzia. Zile zitakazotoka ndio watakuwa wanaendelea nazo zaidi. Tumeelewana? Tumechukua hatua hapo hapo, hatujataka kuchelewa, kuwaunganisha na baadhi ya wazalishaji wakubwa wa Tanzania. Hapo hapo tumefanya hiyo kazi, tumewaunganisha nao, wameshaanza mazungumzo. Baada ya wiki 2 wanaleta ujumbe wao wa watu 8 kuja kuangalia product mbalimbali za Tanzania, kusaini mikataba na kupeleka. Wao wana mfumo mmoja mzuri sana, tofauti na nchi hizi zilizoendelea. Wao wanafanya certification hapa hapa, ile phytosanitary, upate certificate ya kuexport, wanafanya hapa hapa kabla ya kwenda kwao. Wakishafanya hilo, ukishapata approval, ukishagongewa muhuri, inaingia moja kwa moja kwenye soko lao. Wako wamefanana sana na sisi tulivyo, system zetu. Mnaweza kuwaita wao ni Waafrika wa Urusi na sisi labda Warusi wa Kiafrika huko. Tumefanana sana mindset zetu, thinking yetu. Walokwenda watakwambia hilo. Kwa hiyo pale pale tumeunganisha na makampuni kama 6 jumla yake ya product mbalimbali. Nimesahau tobacco kuitaja. Tobacco ya Tanzania ipo pia. Spices, karafuu, hizi spices, hiliki na mambo mengine yote wana shelf zima. Balozi Mindi, ulipiga picha pale, baadaye naomba ushare picha ile, wasije wakafikiri napiga promo tu hapa bila ya ushahidi. Sasa kampuni hiyo hiyo kama miaka 2 au 3 imekuja Tanzania kimya kimya, ndio ule mradi aliotaja Mheshimiwa Rais wa ndizi. Mlisikia mradi wa ndizi Morogoro na Rufiji. Sisi hatuna habari. Kufika pale na mwakilisha Mheshimiwa Rais, wakanipa presentation yao. Hii hapa presentation yao, na katika hii presentation naomba nikuonesheni eneo moja tu. Hili wameandika strategy yao ya bara la Afrika pa kuingilia katika eneo hili. Umeona hii ni East Africa na SADC. Gateway ni Tanzania. Hii ni uwekezaji wote watakaofanya. Tunakwenda zetu ukurasa wa 2, wameanza na hekta 6,000 tayari. Wameshaanza hekta 6,000. Production yao ni tani 340,000 ifikapo mwaka 2029. Tani 340,000. Tanzania nzima sasa hivi hatuna sisi wenyewe za kula sisi tani hizi. Sio, mnanielewa? Mimi napenda call a spade a spade, kusema ule ukweli ulivyo. Investment total yao wanaoingiza ni milioni 190 tu dola. Nafasi za ajira mpaka sasa hivi wameajiri kama watu 1,000 na kitu, lakini nafasi zote za ajira 30,000 ifikapo mwaka 2029. Tayari ile limeshaanza, engine imeshaanza kwenda, na full production capacity mwaka 2029 hii hapa. Lakini sio hivyo tu, wametoa shamba la mfano tayari katika ekari 6,000. Hii ndizi imezaliwa Tanzania, inakwenda Urusi. Ndizi hii huili wewe wala mimi, inakwenda wapi? Urusi. Itapata bei ya Kirusi. Mtauliza, je, fedha zinaingiaje? Wana njia zao, na ndio maana tulikuwa na governor. Mlimwona governor wale mlokwenda? Mlimwona Ulipiga naye picha? Hajaenda kutembea yule, kenda kwa kazi maalum. Hii ni migomba. Zamani kwenye shamba letu la babangu mimi tulikuwa na mgomba mmoja, ukipanda mmoja hapa mmoja kule, na shangaa wao wanapanda hivi. Umeona tofauti? Ni mbinu ya kisasa, wanatumia irrigation ya kisasa. Wanaanzisha shamba la minazi, miche milioni 13 tayari wameshapanda. Miche milioni, chukueni minazi ya Zanzibar yote, ya Mafia kule Lindi, sijui inafika mingapi, maana sijui takwimu ya mwisho ilifanywa nini ya minazi, lakini hii ni minazi 13 ambayo imeshapandishwa tayari. Na hii wanaonesha nasari. Hii wanataka kupanda kwenye mashamba yao hayo watakayopewa pamoja na Morogoro. Na nimalizia mwisho, product wanazozihitaji ni mananasi kutoka Tanzania, wanahitaji maembe, bado wanahitaji ndizi nyingine. Chakula chao kikuu kabisa ni ndizi. Na ukurasa wa mwisho ni Watanzania ambao wameshaajiriwa pale. Hawa Tanzania
our team wa Tanzania ambao wameshaajiriwa, wanafanya kazi, wako nafasi mbalimbali, wengine wanasomeshwa katika chuo hicho kilichomtunukia shahada ya Mheshimiwa Rais na wanasoma pale, na hili ndio shamba lao lilivyo hivi sasa la migomba ama midizi, migomba kwa ekari 6,000 ambayo wanatarajiwa kuzalisha tani hizo. Nimetaka kusema hayo kwa sababu mpate kujua haya aliyozungumza Mheshimiwa Waziri, haya aliyozungumza mkurugenzi diplomasia ya uchumi, kuna mengine yameshaanza. Mimi nataka nikuachilieni jambo moja tu ndugu zangu. Mimi nimekwenda kwenye business forum nyingi, nimezungumza kama Balozi Ulanga anavyozungumza, nimezungumza kama Profesa Kitila Mkumbo, lakini swala nataka kukuacheni nyinyi, Watanzania tuko tayari kwa kiasi gani? Watanzania tuko tayari kwa kiasi gani kulikabili soko hilo la Urusi? Watakapokuja baada ya wiki mbili, Watanzania tuko tayari kuwaonesha nini, kuwapeleka wapi ili tuingie nao mikataba. Mheshimiwa Rais wetu ameshatufungulia njia, kama kule kwenye Royal Tour aliendesha gari mwenyewe akavaa magwanda, mlimuona nyote. Hapa ameshatufungulia njia, ameshatufungulia mikataba kadhaa ambayo imesainiwa na nyinyi mkiwa mashuhuda. Wengine mmemuuliza maswali pale, nimekuoneni pale Urusi, na leo mtatuuliza tena. Lakini swali moja naomba na nyinyi wa Tanzania mwaulize, tuko tayari kwa kiasi gani kwa fursa hizi zinazoibuliwa na serikali yao na rais wao? Naomba niishie hapo kwa leo. Niko tayari kupokea maswali yenu mengi, nimejitayarisha kwa ajili ya maswali, na nikushukuru sana mkurugenzi mawasiliano kwa kunipa nafasi hii. Asante.